Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ama ndugu zangu wapendwa wasikilizaji watukufu, katika darasa letu hili biidhnillahi alkarim insha Allah, hebu twende tena katika siku hii ya leo tukaendeleze darasa letu ambalo tulilokuwa tumelianza. Linasema nguvu ya dua 30. Darsa la dua 30. Ama hizi ndizo dua 30 zenye nguvu kubwa sana na mafanikio ya haraka. Ni dua 30. Tulikuwa tumekwisha anza dua ya kwanza, walillahi alhamdu. Leo tunakwenda kuendelea na dua ya pili. Ama kwa hakika dua ya kwanza tulisema ni Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hiyo tulizungumzia katika dua ile ya kwanza, lakini leo tunakwenda kuizungumzia dua ya pili. Hizi ni katika dua ambazo zinafanya haraka sana 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 sana, na majibu yake ni ya haraka sana sana sana. Na kwa hakika na kusihi ndugu yangu unayesikiliza kipindi chetu, wallahi fanya juhudi kubwa sana za maksudi sana kuhakikisha kwamba hazikupiti dua hizi ambazo tumekuwa kila siku tukizifundisha, na kuhakikishia my friend, ukizisoma dua hizi ipasavyo, basi wallahi mambo yatazidi kufunguka, mambo yatakuwa safi, mambo yatakuwa sawa, na utazidi kuona maajabu katika maajabu ya Allah jalla fi'ala. Dua yetu ya leo ambayo ni dua ya pili katika siku hii ya leo ni hii, na sisi safari tumeamua kufundisha dua fupi kabisa kabisa. Hatutaki dua ndefu kwa sababu tunaamini kwamba wengi hawajasoma dini. Kwa hiyo unapompa dua ndefu mara nyingi sana hukata tamaa na kuona kama vile kapewa mzigo mkubwa sana. Lakini unapompa dua ambayo imethibitishwa, fupi na yenye majibu ya haraka, basi inawahi kuwarudisha wengi katika kheri na kuwasababisha waendelee kuzifanya dua hizi, na hii inakuwa ni kheri katika Uislamu. Sasa moja kwa moja dua yetu ya siku ya leo ni dua ya pili baada ya dua ya kwanza. Katika dua 30 tutakuwa na dua 30, na leo tuko dua ya pili. Dua ya leo inasema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Hiyo ndio dua yetu katika siku hii ya leo. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ama kwa hakika dua hii ina munasaba wa kufunguliwa kifua chako, lakini pia na kufunguliwa mambo yako. Hakika dua hii inadili na mambo kama hayo, hususan kufunguliwa kifua chako na vile vile kuweza kufunguliwa mambo yako. Mambo yako maana yake shida zako. Na nukuu aya moja katika Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, na mseme maneno ya kweli. Kwa kumcha Mungu na kusema ukweli, basi yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atawatengenezea mambo yenu. Mungu atawatengenezea mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Mungu atawasamehe madhambi yenu. Wa man yuti Allaha wa rasulahu, na yoyote atakayemtii Mungu na mtume wake, basi faqad faza fawzan adhima. Sasa turudi hapa katika mambo yako, kwamba Mungu atakutengenezea mambo yako. Mambo yako hapa hayajatajwa mambo gani na gani, manake ni mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo una jambo lolote lile linalokuswibu,
ili mradi ni jambo, basi ndugu yangu usiache kuisoma dua hii, na usiweke mbali dua hii ambayo inasema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sasa moja kwa moja dua hii utaisoma mara ngapi? Dua hii hakikisha haipungui chini ya 21. Soma usomavyo, utakavyosoma kwa idadi unayoitaka, lakini ukiisoma kwa wingi sana ndio unajikurubisha zaidi kwa Mola wako. Kwa hiyo dua hii isome mara nyingi, kuanzia isishuke chini ya 21, na kuanzia kiwango cha wastani wa chini kabisa kiwe ni mara 21. Kwa hiyo ukisoma mara 21 au zaidi ya mara 21, basi dua hii ulamaa wanashauri itumike katika sala mbili tu peke yake. Swala ya kwanza utaisoma katika swalatul fajiri, na swala ya pili utaisoma katika swala ya isha. Kwa hiyo ukimaliza kuswali salatu subhi utaisoma dua hii, na ukimaliza kuswali isha vile vile utakaa pembeni na utaisoma dua hii. Ama kwa hakika yoyote ambaye atakayesoma dua hii, basi Mwenyezi Mungu atamkunjulia kifua chake. Manake huyu mtu hatohusudiwa, hatopata madhara, na wala hataweza kutumia mazingira aliyokuwa nayo yeye vibaya, kwa sababu Allah amekwisha safisha kifua chake, ameusafisha moyo wake, ameshakuwa barabara, amekuwa safi, hana shida tena. Atakuwa ni muungwana, utakuwa ni mtu wa kila sampuli za kuwa karibu na watu, endapo Mungu ameufungua kifua chako. Ndio rabbi shrah li sadri, lakini mwisho wayassir li amri, maana yake Mungu akutengenezee mambo yako. Mambo yako wewe pengine unatafuta kazi, mambo yako wewe pengine unatafuta mtoto, mambo yako wewe pengine kazi zako haziendi vizuri, kwa sababu binadamu ana mambo mengi sana anayostahiki kusaidiwa na waliomzidi. Sasa walillahi alhamdu, sisi tukiomba Mwenyezi Mungu atufanyie sahali katika kifua, alafu tena Mungu atupe mahitajio yetu katika mambo yetu, basi na kuhakikishia ndugu yangu, wallahi mambo yatakuwa barabara kupitia dua hizi. Dua zenyewe nitaomba nizifundishe kama nilivyofundisha mwanzo. Kama nilivyofundisha mwanzo ndivyo nitakavyofundisha dua hii. Dua hii nitaifundisha kama nilivyofundisha mwanzo, kwa kuirudia rudia, na maanisha nitairudia rudia kama jinsi ya mwanzo tuliirudia rudia. Kwa nini tunairudia rudia? Kwa sababu tulisema watu wengi sana, wengine ni Waislamu, lakini maneno haya ya Kiarabu ni magumu sana kwao. Kwa hiyo sasa mtu hajasoma hata alifu, lakini mtu huyu anapenda dini, anaswali pengine, lakini hajui matamshi ya Kiarabu, yanampiga chenga. Ameyakariri tu yale yale yaliyokaririshwa katika ibada ya kufanyia ibada, lakini mengine kwake ni shida, ni dhiki, ni ngumu. Sasa leo tunakwenda kuyarudia mara nyingi, ili na wewe uyarudie ya kukae kwanza kichwani, halafu ndipo uanze kuyatumia. Sasa nitakapokuwa nasoma dua hii, na wewe utakuwa unasoma baada yangu. Hii inasema rabbi shrah li sadri, na wewe rudia baada yangu. Rabbi shrah li sadri, na wewe utasema maneno hayo baada ya mimi kuyasema. Wayassir li amri, na wewe utasema maneno haya baada yangu mimi kuyasema. Narudia tena, rabbi shrah li sadri, na wewe rudia baada ya mimi kusema rabbi shrah li sadri,
na wewe tamka maneno haya kama nilivyoyatamka mimi. Wayassir li amri, na wewe tamka maneno haya kama nilivyotamka mimi. Narudia tena mara ya mwisho kwa kuyaunganisha. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri. Hapo sasa itakuwa ndio mwisho wa dua yetu. Ikariri, irudie mara nyingi nyingi kwanza, ili ipate kukukaa vizuri mdomoni, ulimi wako upate kuizoea. Halafu kisha dua hii sasa ifanye kwa kiwango kikubwa sana, huku ukitia nia zako na kutafuta radhi za Mungu. Ifanye baada ya swala ya subhi na uifanye baada ya swala ya isha. Wallahi, fanya dua hii, Mwenyezi Mungu atakukunjulia kifua chako, utakuwa barabara, utaonekana katika kila utakapokuwa unapita. Kila mmoja atakupenda, atakujali, atakuthamini na atakuona wa maana. Lakini pia wayassir li amri, na vile vile unamwomba Mwenyezi Mungu akutengenezee mambo yako. Kwa kuyafanya haya, walillahi alhamdu, mambo yako yatakuwa barabara kabisa, mambo yako yatakuwa murwa, mambo yako yatakuwa safi na salama. Nashukuru nimekusomea aya hii, nimekusomea dua hii mwanzo mpaka mwisho ili upate kuielewa na kuisoma. Itakuwa ni mtu wa ajabu kama utanipigia au utacomment na ukasema kwamba ustazi, hiyo dua hatuijui. Ustazi, hebu irudie, hebu niandikie kwenye WhatsApp. Wallahi nitakuona wa ajabu, kwa sababu nimerudia mara nyingi sana. Maana yake nawafundisha zaidi wale ambao wapo active. Wale waliokuwa active wanaweza kuielewa haraka, lakini tofauti na wale ambao hawako active, husubiria mpaka watafuniwe kila kitu. Sasa huu ni mtihani. Sasa moja kwa moja utaifanya dua hii, na walillahi alhamdu, na kuhakikishia ndugu yangu, dua hiyo itakuwa mujarabu na Mungu atakusikiliza kwa mapana na marefu. Na kwa kuwa dua hii ni dua ambazo zimetumiwa na mashekhe, ni dua ambazo zimetumiwa na masharifu, na zikaleta majibu mazuri kabisa yasiyokuwa na mashaka ndani yake. Sasa moja kwa moja naomba nikuombe wewe ambaye unasikiliza kipindi chetu hichi, baada ya kukumaliza kukupa dua miongoni mwa dua nzito kabisa madhubuti ambazo zimethibiti, basi moja kwa moja naomba nikutangazie. Kwanza kabisa nikuelekeze jambo la kwanza. Mtu wa kwanza kucomment katika video yetu hii, basi mtu huyu nitamfanyia dua insha Allah. Mtu wa kwanza kucomment, na ukicomment sema ustazi, mimi ndio wa kwanza ninaomba dua, na ndio pengine niko peke yangu nimecomment. Insha Allah, wallahi bila khiana, nitakusomea dua. Wewe utatia nia zako, mimi nitakufanyia dua. Jambo lingine la msingi sana, tunacho kitabu chetu ambacho kitabu hichi ni kitabu kinaitwa Majina 30 ya Mungu. Kwa nini majina 30 na hali yako 99? Kwa sababu ni majina yaliyochaguliwa maalum, ambayo majina haya ukiyatumia yana nguvu sana, na ndio maana yamechaguliwa 30 tu, kwa sababu yale mengine yaliyoachwa ni kama nguvu inarudiana na haya mengine. Ndio maana tunaacha jina lingine, aidha tunaacha hiki tunachukua kile. Sasa moja kwa moja nataka nikwambie, katika majina ya Mwenyezi Mungu 30 ambacho ni kitabu tumekitengenezea, kuna jina ambalo kama mtoto wako hana ufahamu, ukimwombea dua anapata ufahamu. Kuna dua ambayo za riziki, kuna dua za kila namna na kila sampuli. Sijui mkeo kakukimbia, mumeo kakukimbia, katelekeza familia, unatamani arejee haraka ili muendelee kulea watoto wenu.
basi usipate tabu my friend. Kikubwa zaidi ni kuisoma dua hii kwa unyenyekevu wa hali ya juu na istiqama ya hali ya juu, na walillahi alhamdu, na kuhakikishia dua hii itakufaa, tena itakufaa zaidi na utaipendelea zaidi kwa kuitumia. Walillahi alhamdu. Kitabu hichi kitapatikana insha Allah, kinapatikana cha majina 30, na kitabu hichi kitapatikana kwa sadaka ya shilingi 15,000. Kwa yoyote ambaye anahitajia kitabu hichi, insha Allah naomba tuwasiliane. Wassalamu alaikum. Usiache kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.